kwa muda ni muda, ni kitambo. Ni kitambo. Kutoka kule chini. Lakini kuna wakati nimekuja hapa nafikiri basi kitambo. Mwaka ukianza hivi. Hata ukoje lakini? Niko tu salama. Napambana na maisha. Pole sana bwana. Ni juzi kati tumeweza kumpoteza mama yetu. Kama wiki mbili zilizopita. Tulimlaza 2 weeks ago on Friday. 31st. Pole sana bro. Hivi wenu ngapi kwenu? Mimi ni wa 4. Kwa watoto ngapi? Tuko wengi. Wengi ndo ngapi? Kwani hesabu ama ni wale utasemaga siku tutasabigi watu? Tuko niseme kama tuko 10 hivi. Lakini kwa baba moja mama moja ni 5. Ingawa pia tuko na dada yetu ambaye tulimpoteza kama miaka 11 iliyopita. Yes. So baba moja mama moja tuko 5. Alafu wengine sasa ni step. So kuna mwanamuziki kwenu ama wewe ndio mwanamuziki peke yake? Babangu alikuwa mwanamuziki. Mzee. Anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Lenny kama mimi. Lakini watu wanamjua Dr. Lenny ama Dr. Leonard Wanganga. Alikuwa daktari pia. Na yeye kuna wakati kwa muda mrefu alikuwa akiimba. Alikuwa mpaka na band, alikuwa mpaka na madansa wake. Kwani kikundi kizima. Kabisa walikuwa wanajiita Afro Sunset. So walifanya kwa muda, alafu kafika mahali akaachana na muziki akaingia kwa mambo ya udaktari sasa. So mzee kufanya muziki ilikuwa na influence yote kwa wewe kuja kufanya kile ambacho unakifanya sasa hizi? Kusema kweli, ingawa mzee yeye mwenyewe hakuniingiza kwenye muziki. Kwa sababu kuna wakati yeye na mamangu waliachana. Sasa hiyo wakati mimi nikiwa bado primary. Actually wakati nilimaliza tu waliachana tuseme nikiwa class 5. Alafu kuna wakati sami tukaishi naye, alafu nikarudi kwa mamangu. Then from there ndio wakati nilimaliza shule. Mimi nilianza muziki kwa wakati nilimaliza shule. Ilikuwa 98. Mdizi pigia haraka hizi. Piga sabara haraka 98. Ni kama miaka 26 hivi. 26. Yes, hapo ndo nilianza muziki. Alafu hiyo ni miji umemaliza form 4 ama? Form 4. Na nikaingia tu immediately. Ni kitu ambacho unataka kufanya ama? Mimi hata sikujua niko na talanta. Ilikuwaje kwaje? Ilikuwa tu kuna rafiki yangu fulani alikuwa anaitwa Kiama ama Dr. Pepper ukipenda. Yeye alikuwa ashaanza usanii akiwa high school. Na alikuwa tunaenda hata hizi club, unakumbuka wakati za F2 Madhouse hizo. Walikuwa naenda wanafanya competition na vitu kama hizo. Sasa wakati walimaliza shule, yeye alikuwa kwa kikundi akiwa shule. Lakini sasa unajua watu wakimaliza shule, watu tawanyika. Kila mtu ana njia zake. So ikabaki anatafuta mtu ambaye anaweza shikana wafanye muziki. Kwa bahati nzuri tulimaliza the same year mimi na yeye. Hapo mlikuwa mko wapi? Hapa mjini? Hapa tulikuwa tunaishi hapa mjini. Hapa tu Nairobi hapa Eastleigh. Mimi nimelelewa Eastleigh. Kwa Bontao. Kabisa. So, unajua 26 years ago. Me 26 years ago shazaliwa. Lakini nadhani hiyo time wazazi kusupport vitu kama muziki nini ilikuwa ni ngumu. Kwako ilikuwaje? Ilikuwa ngumu pia kwa sababu pia maisha ilikuwa magumu pia, siwezi nikasema ilikuwa rahisi. Na umesikia sasa kwa wakati huo kwanza tulikuwa naishi na mama yetu. Na in fact hiyo time madada zangu wakubwa wawili ndio walikuwa wanatuangalia, yani sasa ndio wali take over your responsibility. Juu sababu baba yangu alikuja akawa tena akaingia akakuwa na familia yake, hatakuwa na uhusiano naye. So ilikuwa ngumu sana, maisha ilikuwa ngumu. Hata nikianza muziki ilikuwa tunasumbuana na mimi dada yangu mkubwa. Hataki kufanya muziki. Na niambia yeye hii kitu hii inahusishwa na mambo ya si mambo mazuri yani. Sasa alikuwa anaona ni kama nimetupa mbao yani. So ilikuwaje mpaka ukafanya muziki? Mimi nilikaza tu yani nilikuwa tu kichwa ngumu, nikasema hii ndio kitu mimi nataka kufanya. Na nikasonga nayo. Na kwa kweli after tuseme miaka kama 2-3 hivi ndio nikapata breakthrough yangu ya kwanza. Breakthrough yako unakumbuka ilikuwa ni gani? Ilikuwa Githurai. Nyimbo nilifanya na Mr. Goose na Vinny Bantu. Nilifanya 2002. Ndio tulifanya hiyo ngoma ikakuwa big tune. In fact sasa from hapo ndio hata dada yangu alienda akaona yenyewe isi mbaya sana. 2 years down the line ndio sasa umeanza umetoka sasa. Ndio umetoka sasa.
Na tulijaribu, tulirecord. Mimi nilianza studio career yangu pale Calif, na si Calif Records. Kuna Scratch Records. Scratch Records ilikuwa under Roba wa Clemo na Roba. Lakini walikuja waka separate. Clemo wakafungua Calif Records, Roba kabaki na Scratch Records. Sasa hapo ndo mimi nilianzia Scratch Records. Na tukapambana, lakini mambo ya kwenda. Hata nilirelease nyimbo kama 3 lakini zilikuwa ziendi. Kule siku za kitambo kulikuwa na changamoto nyingi. Kama si quality, mara ni sijui content, mara yani ilikuwa vigumu, na bado watu walikuwa hawaja accept muziki ya kizazi kipya. So unasema baada hapo hivyo breakthrough yako imekuja pale 202. Yes. Tumetoa Githurai pale Mr. Googs. Then baada hapo kuna kipindi ilikuwa kama ufanyi kazi na label fulani. Yes. Basi kidogo msanii safari yako itakuwa ngumu. Kweli. Ilikuwa either ni Calif ama Ogopa. Yes. Hiyo time hem tukumbushe kidogo. Hiyo ilikuwa sasa mimi wakati nilifanya Githurai na kina Mr. Googs na Plibanto, ndio nikapata nafasi ya kuwa signed na Ogopa. Hiyo yali ilikuwa tu by chance. Alafu sasa ndio Ogopa, ama tuseme kama producer ile Lucas akaniintroduce kwa wasanii kama Kunguru, the late Kunguru. Tukafanya naye African Woman na Baby Don't Go. Nyimbo zikapia zikafaulu, zikafanya vizuri sana. Kutoka hapo ndio nikakutana na the late Isa. Tukafanya ile nyimbo ya Kamata. Halafu same time tu, around the same time ya mama, the following year tunakutana na Nameless. Ndio tukafanya nyimbo ambayo ilikuwa wakati ile alikuwa anafanya, wakati Isa alituacha, Nameless akaanza kufanya album yake, kwa sababu tayari album ya Isa ilikuwa ishakuwa launched. Ndio sasa akaniambia yeye pia anafanya album. Na kama ingewezekana tufanye nyimbo moja at least. So ndio tukafanya naye Juju. Then bado nikakutana na kijana mwingine anaitwa Indigenous, tukafanya nyimbo ambayo inaitwa MOU. Sasa itakuwa tunaongelea album ambayo unaenda ku-launch next month. Yes. Itakuwa album yako ngapi? Ya pili. Ni ya pili. Kuna kwanza inaitwa Kwa Nini. Alafu sasa ni ya pili. Hii album nimeshirikisha wasanii kadhaa. Kuna mtu kama tuseme Veril Mkali Wao, Kidum, kuna Sage, wasanii ni kibao. Wasanii mpya. Alafu pia kuna maproducer wengi pia. Album ya kwanza inaitwaje? Ilikuwa inaitwa Kwa Nini. Kwa Nini? Ambapo ilikuwa na wasanii kama gani? Pale nilikuwa nimeshirikisha kina nani? Kuna wasanii kama nani nilifanya naye? Big Pin. Big Pin alikuwa kwa hiyo nini? Hata Nameless kuna nyimbo ambayo tulifanya naye ambayo hatuku-release lakini iko kwa album. Na nani mwingine? Sijui kama naweza kumbuka. Sikumbuki hawa sasa. Ni kitambo. Ni kitambo. Nilikuwa naangalia baadhi ya wasanii ambao labda mmekuwa kwenye industry wakati mmoja. Watu kama kina Mr. Googs. Mr. Googs hizi pastor ama? Ni pastor, hata akona church. Akona church. Watu kama kina Lady B mlikuwa wakati mmoja pia. Lady B. Lady B atufanya kazi na yeye. Anasema ni hizo hizo lakini yeye alikuja baadaye. Yeye alikuja baadaye. Yani kwa kila anajaribu kusema kuna wengi ambao mnaweza nao muziki, wachache ambao wanafanya muziki mpaka sasa hivi. Wale ambao bado wanapambana nayo. Unafikiri wewe ni kitu gani kimekuweka kwenye game mpaka sasa hizi? Kitu cha kwanza ni neema tu ya Mungu. Kusema tu kweli, neema ya Mungu, kwa sababu bila Mungu huwezi. Lakini pia kuna bidii. Unajua lazima utie bidii. Hakuna kitu yote unaweza fanya kwa hii dunia kama hujatia bidii. Lazima upush, yani kuna kazi, yani unachukulia, yani muziki ni lazima uchukulie kama kazi yoyote ile. So unaona kama uko job hapa. Usipoamka asubuhi useme naenda kazini. Utalipa rent vipi? Utakula vipi? Familia yako so muziki ni the same thing. Lazima uchukulie serious, na si rahisi. Watu wengi wanafikiria muziki tu ni kuingia studio kurekodi kutoka na una release nyimbo. Hapana. Iko na kazi, na ni kazi nyingi, na inahitaji hela nyingi, na inahitaji muda pia. Yani lazima uwe na subra. Bila subra huwezi. So kuna ile tunasemanga uko tu uko na ile discipline. Uko na discipline, unaweza fanya muziki hadi kufa kwako. So ni hiyo tu, yani alafu
ukue ready pia kuchange na muda. Unajua mambo yanaenda kibadilika. Era yetu hatukukuwa na social media. Sasa kuna social media. So lazima kama kama mimi najifunza bado kutumia hii social media. Unaelewa? Sisi ni kama tulikuwa analog, sasa tumeingia digital. Waona, so lazima uweze kuchange na wakati. Uende ukibadilika na ukubali kwamba mambo yamebadilika kwa hivi na vile. So ni hivyo.